الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين يا رب العالمين. Enyi ndugu zangu, leo ni siku nyingine bimashiati llahi subhanahu, kwa mapenzi yake Allah subhanahu, tunakutana katika darsa zetu hizi, na leo tuna kitabu Sharhul Arba'in an-Nawawiyya kilichoandikwa na fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Leo tunaenda kuishi katika al-hadithu thalithu, hadithi ya tatu yenye unwan arkanul islami, nguzo za Uislamu. Ikumbukwe kwamba tumetoka katika hadithi ya pili ambayo ilikusanya daraja tatu za dini: al-Islamu wal-Imanu wal-Ihsan, Uislamu na iman na ihsan. Sasa hadithi hii ya tatu inakwenda kuelezea kuhusiana na al-Islam, arkanul Islam, nguzo za Uislamu. Ingawa katika hadithi ile ya pili kupitia ufafanuzi wa Ibn Uthaymeen rahimahullah tumejifunza mengi sana kuhusiana na nguzo hii au daraja hii kati ya daraja tatu za dini, daraja ya Uislamu. Hizi nguzo zote tumezisoma tafsilan, tena kwa kina. Ana abi Abdirrahmani Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, Allah waridhie wote wawili, amesema: sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani za Allah zimshukie, akisema:
Buniya al-islamu ala khamsi, Uislamu umejengwa juu ya mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kwanza kushuhudia kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqami salati wa itai zakat, na pili kusimamisha swala, wa itai zakati, na kutoa zaka. Wa haji albaiti, na kuhiji nyumba tukufu, yani nyumba iliyoko Makka. Wa saumi ramadhana, na kufunga Ramadhani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, imepokelewa hadithi na al-Bukhari na Muslim. Katika taaliki chini imeeleza sabaqa takharrujihi, upokezi wake umekwisha kutangulia. Asharhu bimaana ufafanuzi au maelezo yanohusiana na hadithi hii. Anabi Abdurrahman, kutoka kwa Abu Abdurrahman, asema Ibn Uthaymeen, hadhihi kunya, huku ni kuitwa kwa jina la mtoto, kunya. Abdullah ibn Umar huna ismu alami, ama kumuita kwa jina Abdullah ibn Umar, hapa ameitwa kwa jina lake halisi, ismu alam, jina halisi. Wal kunyatu kullu ma suddira bi abin au ummin au akhin au khalin au ma ashbaha dhalik. Sasa kunya ni nini? Kunya au laqab, kunya au laqab ni kila jina linaloanza na neno baba wa, sudira bi abi, yani jina ambalo huanzwa na baba wa, au bi ummi, au mama wa, au akhin, au kaka wa, au khali, au mjomba wa, au ma ashbaha dhalik, au mfano wa hayo. Kwa hiyo unaposema kwa mfano Abu Abdul Wahhabi, Abu Abdul Wahhabi, maana yake baba Abdul Wahhabi. Ummu Aisha, maana yake mama Aisha, mama yake na Aisha. Hiyo inaitwa kunya. Wal alamu ismun yuayinu almusamma, na al-alam ni jina maalum, ismun yuayinu
almusammi mutlaqa, almusamma mutlaqa. Alam ni jina maalum linalomtambulisha mhusika mmoja kwa namna moja kwa moja, kwa namna ya moja kwa moja, bila kumtambulisha kwa kutumia jina la mwanae au ndugu yake. Na radiyallahu anhuma, qala alulama, wanawachuoni wamesema, idha kana as-sahabiyu wa abuhu muslimaini faqul radiyallahu anhuma, ikiwa sahaba na baba yake wote ni Waislamu, basi katika kuwatakia radhi useme radiyallahu anhuma, yani Allah awawie radhi wote wawili. Tamam. Wa idha kana as-sahabiyyu musliman wa abuhu kafiran faqul radiyallahu anhu, na ikiwa sahaba ni Muislam lakini baba yake ni kafir, basi sema radiyallahu anhu, Allah amwie radhi yeye pekee, amridhie yeye pekee. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqul, huyu Abu Abdirrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab asema, sami'tu Rasulullah yaqul, nilimsikia mtume wa Allah akisema, bunya al-islamu, umejengwa Uislamu, alladhi banahu huwa Allahu azza wa jalla. Ibn Uthaymeen asema, ambaye ameujenga Uislamu huo ni nani? Allah azza wa jalla, aliyetukuka na kushamiri. Wa ubhima alfa'ilu lililmi bihi, na mtendaji huyu, mjenzi huyu aloujenga Uislamu amefichwa hapa. Imekuja buniyal islamu, sawa, ina maana fa'ilu huyu mwenye kujenga Uislamu, ubhima, amefichwa. Kwa nini? Lililmi bihi, kwa sababu tayari anafahamika kuwa ni Allah, kama ubhima alfa'ilu fi qawlihi ta'ala, ni kama vile mtendaji alivyofichwa katika neno lake aliyetukuka, wa khuliqal insanu dha'ifa, Suratu Nisa aya 28. Sema, na mwanadamu ameumbwa akiwa dhaifu, sawa. Falam yubayyin manil khaliq lakinnahu ma'lumun, hapo hajatajwa muumbaji ni nani, lakini anajulikanwa kuwa ni Allah. Fama ulima shar'an au qadaran jaza an yubna fi'luhu lima lam yusamma fa'iluhu, hivyo kile kinachojulikana kisheria au kinajaliwa kikadari, inajuzu kitenzi chake kujengwa katika muundo usiotaja mtendaji, yani passive voice.